Katika adhimisho hili, nia kuu inakuwa pia ni kuwaombea ndugu zetu marehemu ambao walipoteza maisha yao katika kipindi cha uchaguzi, lakini pia kutoa sakramenti ya kipaimara kwa watoto 323 na kusali misa katika ziara yake tunapoelekea kwenye jubilei yetu ya miaka 50. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu siku hii ya leo ambapo tunapata zawadi nyingine kubwa ya imani. Tunapoona watoto wetu, wajukuu, wapwa, vitukuu wanakubali kuimarishwa, kuendelea kuilinda, kuitetea na kuieneza imani ya Kikristo ndani ya Kanisa Katoliki. Hii ni zawadi ya pekee. Kwa hiyo tuko hapa kuwasindikiza, kuwaaga. Na bahati nzuri mwezi huu ni mwezi wa kuombea marehemu. Kwa hiyo tuwaombee. Na sio hawa, tunawaombea pia majeruhi. Na majeruhi leo ninawaomba tusifikirie kuwa ni wale tu waliopigwa risasi hawakufa, tukadhani hao ndio majeruhi tu. Majeruhi wa leo tunaowaombea ni wengi, tutawasikia baadaye. Kwa hiyo ndugu zangu, ninyi ambao kimsingi licha ya Jumapili na leo ya 32, nyinyi ndio mmetukusanya tunaotegemea kupewa kipaimara, sakramenti ya kipaimara. Mnaimarishwa katika imani ya Kikristo ndani ya Kanisa Katoliki. Na unapoimarishwa, wewe ni mpiganaji, wewe ni askari. Tofauti tu ni kwamba huchukui silaha za moto, bali unachukua silaha za Roho Mtakatifu anayetushushia miali. Hizo ndizo silaha unazozichukua wewe. Utashi wako uimarishe katika kusema hapana na katika kusema ndio. Dhamira yako iendelee kuangazwa na Roho Mtakatifu ambaye daima anatuangaza na kutupatia mwanga, ili maisha yetu yarudie kuwa mshumaa unaowaka tuliopewa siku ya ubatizo, kwa ajili ya kuangaza watu waione hiyo nuru, waje kwako, na kama hawaji kwako wapelekee hiyo nuru. Ina gharama yake, na hiyo ndio tunawaingiza nyinyi katika gharama hiyo. Wanangu mnaopokea kipaimara leo, yatafakarini sana maneno kwamba kuwa askari wa Kristo sio lelemavu. Tuziishi amri zake na tunazijua. Katika Agano la Kale zilikuwa 613, zikateremshwa zikawa 10. Yesu kazifanyia muhtasari wa hali ya juu sana, zikawa 2 ambazo zinafanana. Mpende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote, na mpende jirani yako. Kwa hiyo ndugu zangu, ninyi ambao kimsingi licha ya Jumapili na leo ya 32, nyinyi ndio mmetukusanya tunaotegemea kupewa kipaimara, sakramenti ya kipaimara. Mnaimarishwa katika imani ya Kikristo ndani ya Kanisa Katoliki. Na unapoimarishwa, wewe ni mpiganaji, wewe ni askari.
Tofauti tu ni kwamba huchukui silaha za moto, bali unachukua silaha za Roho Mtakatifu anayetushushia miali. Hizo ndizo silaha unazozichukua wewe. Tunakuwekea ishara ya msalaba kwenye paji la uso na mafuta matakatifu ya Kristo. Matendo yako yawe harufu nzuri, akili yako iimarike katika kuchagua jema na baya, utashi wako uimarishwe katika kusema hapana na katika kusema ndio. Dhamira yako iendelee kuangazwa na Roho Mtakatifu ambaye daima anatuangaza na kutupatia mwanga, ili maisha yetu yarudie kuwa mshumaa unaowaka tuliopewa siku ya ubatizo, kwa ajili ya kuangaza watu waione hiyo nuru, waje kwako, na kama hawaji kwako wapelekee hiyo nuru. Ndani ya Kanisa Katoliki leo ndio mnaapishwa. Tunawapa, mnaishika katiba ya Kikristo. Ninapokuwekea ishara ya msalaba, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Ndio unavyopokea hiyo katiba ya imani yako. Jitahidi daima kuwa na huzuni kila muonapo uvunjifu wa amri za Mungu. Kuweni na huzuni, na usibaki tu kuwa na huzuni. Waombee hao wanaosababisha uvunjifu wa amri za Mungu. Maisha yenu daima kuweni wapole. Msikubali kurudisha ngumi kwa ngumi, sime kwa sime. Hapana, rudisheni maneno ya upatanisho. Samahani iwe ni sehemu ya msamiati kwenu. Samahani, unisamehe.